Ni siku jana nilikupatia taarifa kumhusu rapper Kanye West ya kuwa alisafiri kutokea Japan mpaka nchini Marekani, New York Manhattan, ambako mwendelezo wa usikilizwaji wa kesi za rapper Sean Diddy Combs ama Puff Daddy unaendelea. Ilielezwa kwamba rapper huyo alizuiwa kuingia kwenye mahakama, lakini taarifa hizo hazikuwa na ukweli wote. Sasa hizi ni picha na video zinazothibitisha kuwa rapper huyo alihudhuria kwenye mahakama hiyo ya Manhattan, na hiki unachokiona ni ile moment ambayo alishuka kwenye gari la kifahari. Licho kwamba inaelezwa hapo mwanzo alikuwa na mkewe, lakini alitua akiwa mwenyewe, ama alishuka kwenye gari akiwa mwenyewe, na kisha waandishi wa habari na mashabiki kuanza kumpiga picha, na hii kuweza kutengeneza tension kubwa sana alipoingia kwenye mahakama akipokelewa na mmoja mtoto wa Puff Daddy na wakili wa rapper Sean Diddy Combs. Sasa imeelezwa kuwa siku hiyo ya jana kwa saa za Marekani, rapper huyo alitumia muda mchache tu kukaa mahakamani na kisha kuondoka. Moja ya report TMZ anasema kuwa rapper huyu ni kama alitumia dakika 10 ama 15 mahakamani hapo na kisha kutoweka. Kitu kingine ambacho kimeweza kutengeneza sintofahamu ni kuelezwa kuwa kwenye usikilizaji huu wa kesi ya rapper Sean Diddy Combs kuna watu ambao walikuwa kishuhudia ama wakisikiza kesi hiyo live, na kutokana labda na wingi wa watu kuna watu ambao walikuwa kitazama kupitia screen mahakamani hapo, lakini Kanye West hakuonekana kwenye umati wa watu ambao walikuwa kifuatilia kesi, na imeelezwa kwamba huenda hakutaka kutengeneza tension yoyote, so alipatiwa chumba maalum na yeye pamoja na watu wengine wachache kwa ajili ya kuifuatilia kesi hiyo kabla ya kutoweka mapema. Kama nilivyokuambia tangu mwanzo, rapper huyo amekuwa mstari wa mbele miongoni mwa rapper wachache ama rapper pekee maarufu ulimwenguni ambaye ameonyesha wazi kumsupport Diddy katika kipindi hiki kigumu, na tuliona aliwahi kushare mpaka conversation akizungumza naye kwa njia ya simu kipindi ambacho Diddy alikuwa jela, lakini kueleza mambo mengi tu ambayo amekuwa kitukia kwa watu maarufu hasa weusi ambao wamekuwa kishushwa kwa kupewa kesi nzito, wakienda tu tofauti na makubaliano ya kimkataba na mambo ambayo hatukuweka wazi moja kwa moja. Tazama video hizi na ushushe comment yako. Hii hapa ni SNS Management.